Mabasi madogo aina ya Costa na Tata yanayofanya safari zake kati ya Tanga na Lushoto kupitia Korogwe yameruhusiwa tena kushusha na kupakia abiria katika vituo vya barabarani ndani ya maeneo ya Korogwe ambavyo hapo awali vilikuwa vimefungwa. Hatua hiyo imeleta uheni kwa wananchi waliokuwa wakipata adha kubwa kufuatia zuio hilo. Wakizungumza na IOTV, baadhi ya wafanyabiashara wadogo waliopo pembezoni mwa barabara pamoja na wasaidizi wa abiria maarufu kama wapiga debe wamesema kuwa kufungwa kwa vituo hivyo kulisababisha adha kubwa kwa wananchi ambao ni abiria na kukwamisha shughuli zao za kiuchumi. Katika kufahamu juu ya undani wa swala hilo, tumezungumza na mbunge wa jimbo la Korogwe Mji, Charles Njama, ambaye alisema kuwa kufunguliwa kwa vituo hivyo ni matokeo ya juhudi za viongozi wa wilaya kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa wa Tanga, Balozi Batilda Buriani, ambaye alitoa maelekezo ya kurudishwa kwa vituo hivyo, jambo ambalo limekuwa uheni na afueni kwa wananchi. Hii kero ya vituo vya kufungiwa tulipata tabu sana hapa barabarani. Vijana tulikuwa tunaishi maisha magumu sana, vipato vilikuwa tuvipati, mpaka wananchi waliteseka sana kiasi kwamba mtu unaishi Mtonga ukashushwa Kilole rudi mpaka Mtonga. Jamaa ilikuwa ni kero kubwa sana. Ina maana mpaka sisi vijana tulifikia hatua tujiunga katika mazingira ya uwizi sasa. Maana tulikuwa ajira hatuna, maana ajira tunategemea ndio hii hapa. Na ajira yenyewe imefungiwa. Watu wamshukuru mbunge wetu kwa kutupigania mpaka hatua hii tumerudishwa tena hapa kituoni. Kwa hiyo ina maana imeruhusiwa ni Costa na Tata tu basi. Kwa hiyo ina maana magari ya Tanga, Arusha, Dar, Arusha hamna. Kwa hiyo kwa kilo hii ndio pia ifanywe kazi. Wakati kulivyokuwa kumefungwa, sisi wenyewe wamama ambao tunajitafutia riziki pembeni ya barabara tulikuwa tunapitia wakati mgumu, kwa sababu wateja hatupati. Hata wale ambao walikuwa wanashuka angalau kungojea magari walikuwa hawasimami hapa, wanaenda sehemu nyingine. Lakini tunavyoshukuru stendi yetu kurudishwa hapa, tunashukuru sana uongozi wetu, wabunge, mkuu wa wilaya, yani wametusaidia kiasi kwamba sasa hivi tuna mkuu wa mkoa, tunafanya biashara zetu vizuri, tunapata riziki, tunasomesha watoto, wengine tumeachwa na wanaume, lakini tunapambana, tunapata riziki. Kufunguliwa kwa vituo unajua inaamsha kwanza uchumi wa kina mama, kwa sababu kama hapo ulikuwa unakuta watu wengi, kina mama walikuwa wanauza ndizi humu, miogo, wenye maduka, sawa sana mama ntilia wanaopika pika, unajua hawa mama ndio wanaonufaika sana. Yaani kwa ujumla kwa vijana wote, hata bodaboda yenyewe wale pale wananufaika sana na hivi vituo kufunguliwa. Moto ilikuwepo kwa sababu hamna abiria anaweza kukaa hapa na kusubiri gari. Kwa hiyo hata biashara zilikuwa haziendi. Kwa tunashukuru sana kwa hivi vituo kufunguliwa. Imekuwa fursa kidogo kwa ndugu zetu, mama zetu, baba zetu, kwa sababu alikuwa anapata tabu sana kwenye vituo. Sababu unakuta mtu anatoka Lushoto au anatoka Moshi, anatoka Arusha, anaambiwa kituo cha Mtonga hakishushi. Inabidi kama vipi ushuke Msambiazi au kashukie stendi. Sasa ukiangalia stendi na Mtonga ni mbali sana. Sasa wewe mtu ufikiria, hebu gharama atagharimia shilingi ngapi? Ametoa nauli kutoka Arusha kuja mpaka labda aweza ashuke Korogwe, au kutoka Lushoto kuja ashuke Mtonga, alafu anaambia akashuke stendi. Kutoka stendi mpaka hapa Mtonga ni shilingi 1,000. Huyo mtu anakuta unamtesa, unamuumiza kwa kitu ambacho hakistahili. Basi kwa kweli mimi nashukuru sana kwa kufunguliwa. Tunamshukuru mkuu wa wilaya, mkurugenzi, pamoja na mbunge wetu, pamoja na mkuu wa mkoa. Wamefanya jambo jema sana, ambayo kila mtu sasa hivi Korogwe anaona kidogo kwa siku mbili ina afadhali. Kuanzia jana watu wanasema tunashukuru sana kwa kufungulia vituo. Tulikuwa tunashia mara kwanza kwa Msambiazi. Costa tukaruhusiwa tushie Mtonga na stendi. Sio mbaya. Sasa hivi tunashukuru nani wametusaidia wapi hapa chini uwanjani hapa? Manundu Kwa hiyo tunashukuru sana, tunashusha sasa hivi na kupakia. Lakini dakika ngapi? 5. Na maana sasa tunajipimia wenyewe, ukifika dakika 5 ukikaa ukiona uelewi unafanyaje? Unaondoka, sio mpaka ufukuzwe. Kwa sheria hiyo kwa kweli tunaitii. Na sisi tupo tayari kutoa support kwa namna moja ama nyingine kuhusu uchangiaji wa mapato. Kwa sababu mapato kama mapato yanatumika katika nyanja mbalimbali, ikiwemo hospitali, shule, madawa. Kwa hakuna anayeenda kinyume ama kuhitaji kupingana na swala zima la uchangiaji wa mapato. Ila ni kwamba halmashauri kama halmashauri na serikali kuu itambue uwepo wetu sisi. Kwa hiyo nirudi kwa kumshukuru mkuu wetu wa mkoa Dr. Batilda, ambaye alikuja juzi na alivyokuja akatupa position, ambayo position ile imeruhusu sasa vituo hivi kufunguliwa. Vituo hivi kufunguliwa
kwa kauli ya Dr. Batilda, mkuu wetu wa mkoa, imeleta ahueni kubwa sana kwa wananchi wa jimbo la Korogwe mjini, kitu ambacho nafikiri ni vizuri kikafahamika. Waliokuwa wanaathirika pale, kwanza kuna wananchi kwa ujumla wake, lakini tuna wamama ambao wanafanya biashara ndogo ndogo karibu na yale maeneo, lakini tuna vijana wanaoendesha bodaboda ambao abiria wao walikuwa wanawatoa kutoka kwenye vile vituo, lakini tuna vijana waliokuwa wanaendesha bajaji ambao abiria wao walikuwa wanawatoa katika vituo vile, na zaidi pia tulikuwa na vijana ambao tulikuwa tunawaita maarufu wapiga debe ambao nao walikuwa wakinufaika katika vituo vile. Kwa tuna makundi karibu matano ambayo yalikuwa yanaathirika kwa sababu ya ufungwaji wa vile vituo. Tunavyo vyanzo vingi vya mapato, na ukiangalia tukifanya ufanisi mzuri wa usimamizi wa stendi yetu yenyewe bado tunaongeza mapato. Katika kikao tulichokaa mwanzoni mwa mwezi wa pili, tuliambiwa kwamba tangia tumeweka huu utaratibu mapato yaliongezeka kwa karibia milioni 2.8. Lakini milioni 2.8 haitapotea. Kama ikipotea sana, si zaidi ya shilingi 300,000, kwa sababu sehemu kubwa ya mapato tunayoyapata yanatokana na geti zinazolipwa na mabasi. Kwa tunachotakiwa ni kuhakikisha kwanza mabasi yote yanaingia stand, kitu ambacho kwenye tamko la Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema lazima mabasi yote yaingie stand, liwe basi kubwa liwe basi dogo, lazima liingie stand. Kwa hiyo ile gate charge ya basi inabaki pale pale. Kwa tutakachokuwa tumekipoteza ukilinganisha katika ile milioni 2.8, tutakuwa tumepoteza zaidi shilingi 200 ambayo mtu ambaye hana tiketi akifika pale analipia, ukilinganisha na gharama ambazo huyu mtu alikuwa anaziingia kwa maana ya shilingi 1,000 hadi 2,000 ya ziada ya kumfanya aende pale. Nadhani hasara ni ndogo kuliko faida ambayo hawa watu tumewapelekea, na tabasamu na kuleta watu wawe na furaha katika maisha yao.